Mtazamaji wa Eze Sport TV bana, tumaini uko poa kabisa na unaendelea na harakati zako kwa uzuri kabisa. Hapa ni katika viwanja vya Isangu, michuano ya Corner Cup inaendelea na leo ilikuwa ni Spartacus wakimenyana na Yoso. Hapa dakika 90 zimetamatika, tanange umemalizika kwa Yoso kuibuka na ushindi kwa mabao 3-0. Usisahau hapo kusubscribe, like, kushare na kucomment Eze Sport TV. Na hapa nipo na captain wa Spartacus, atatueleza hali halisi ya mchezo jinsi ilivyokuwa. Captain, pole na hongera kwa mchezo. Asante. Dakika 90 zimetamatika, lakini mmepoteza kwa mabao 3. Utaanza na jina na utatueleza shida ilikuwa nini mpaka mmepoteza mchezo. Kwa jina naitwa Isaac Mohamed Sambamba au Baba Hashim. Napata kwamba niwaeleze changamoto iliyonitokea kwenye timu yangu Spartacus. Changamoto ya kwanza, hatuna zoezi na hatuna uwanja wa kufanyia mazoezi. Ndio shida sana iliyotutesa. Na tumekutana na hawa ndugu zangu ambao ni Yoso. Naona ni mafundi sana, naonekana na mazoezi sana. Kwangu mimi ikawa ni changamoto sana, siwezi kucheza mpira wa kwamba ni wamudu wa nya. Toka dakika ya kwanza mnaonekana kucheza vizuri, mnacheza zaidi eneo la nyuma. Shida ilikuwa nini mnashindwa kufika eneo la mwisho kutengeneza nafasi za kuweza kufunga? Changamoto yangu naona kama wachezaji wangu wengi sana ni mabeki, sina forward au winga zile za kwamba zinaweza kuleta kashikashi mpaka tushambulie tuweze kupata ushindi. Mnajiandaaje sasa na mechi ijayo? Mechi ya leo tayari mmeshaipoteza. Kwa sasa tumeshaona mapungufu yetu, tutafanyia kazi na tutaendelea vizuri. Toka mmepoteza, lakini mashabiki walionekana kuwa upande wenu. Mechi ijayo nawaahidi nini mashabiki wa Spartacus? Nawaahidi ushindi wa goli 3 ambazo mmefungwa leo. Mtalipa? Tutalipa. Okay, shukrani sana. Poa. Yes, bana, nipo na kocha hapa wa Spartacus, atatueleza hali halisi ya mchezo jinsi ilivyokuwa. Coach, pole na mchezo. Asante sana. Ya, tuambie changamoto ni ipi mpaka mmepoteza mchezo wa leo? Mimi kwa jina naitwa Abel Dennis Luinga, ni kocha wa timu ya Spartacus. Mchezo wa leo kiujumla kama Spartacus ilizidiwa viungo katikati. Viungo katikati ndivyo vilivyofanya mpaka tukapigwa hizo goli 3 na Yoso. Lakini sio mbaya kwa sababu changamoto ya Spartacus naielewa ni kwamba ni mfumo tu wa uwanja kama alivyosema captain, uwanja cha kwanza uwanja hatuna, lakini uwanja tungekuwa nao, na pia Yoso imetuzidi katikati viungo, ndivyo vilivyofanya mpaka sisi tumepigwa hizo goli 3 kwa bila. Unajiandaaje na mchezo ujao? Kwa mchezo unaofuata najiandaa. Nimeona mapungufu ambayo yametokea katikati hapo, viungo takiwa niongeze viungo katikati pale. Nikishaongeza viungo pale najua kabisa itakaa sawa vizuri. Kwa hiyo tuone unaenda kusajili kutafuta watu ambao watakuja kucheza. Ndio naenda kusajili vizuri kabisa. Okay, shukrani. Amina. Hapo umetoka kutazama captain na kocha wa Spartacus. Hivi sasa naenda kuungana na kocha pamoja na captain wa Yoso Academy. Yes bana, captain wa Yoso hapa anaenda kutueleza hali halisi ya mchezo jinsi ulivyokuwa. For first time mchezo wao wa 3 wanafanikiwa kupata matokeo ya ushindi, tena kwa margin kubwa ya mabao 3-0. Bana, hongera na mchezo. Asante sana. Tuambie kwa majina unaitwa nani na hali ya mchezo ulimeionaje? Kwa majina naitwa Silvano Msiani, kapteni wa Yoso. Cha kwanza kuhusiana na mchezo, sisi cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametuwezesha tumeweza kucheza game hii salama na kutoka salama. Cha pili nashukuru management ya timu, uongozi. Cha tatu wachezaji wenzangu kwa kupambana. Ukizungumzia mchezo kama mchezo, tumejitahidi kubadilisha kitu kwa sababu last time game za mbili za mwisho zote tuliruhusu chuma, lakini game ya leo tulivyokuwa tunakuja tulijua kabisa tunaweza kufunga, ila matatizo yalikuwa mengi kwenye kudefend. Kwa hiyo tulifanyia kazi kwenye uwanja wa mazoezi kwenye kudefend, tukajitahidi. Leo hii tumetoka na pishi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kazi kubwa imefanya na timu mabeki, kukumbushana uwanjani, kutupeana hamasa kwamba hatutaki kuruhusu chuma. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo. Mnaonekana kucheza soka safi sana ambalo ni attractive, mpira ambao unasema watu wamekaa darasani wamejifunza. Nini siri ya mafanikio ya kucheza soka safi? Mpira ni mazoezi, hakuna siri nyingine. Ukiangalia siku asilimia kubwa hatuwezi kujisifia, ila kwa asilimia kubwa tunafanya sana mazoezi. Tunafanya sana mazoezi ya kukaa na mpira. Pia tuna mwalimu mzuri, tuseme tu uongo. Mwalimu wetu ni mzuri, mimi naamini ni best coach kwenye mkoa huu kwa sababu yani anafundisha mpira mzuri unaonekana. So hivyo tuna mwalimu mzuri, pia mazoezi. Sidhani kama kuna kitu kingine. Mechi mbili za mwanzo umesare.
Leo umepata matokeo ya ushindi. Mechi inayofuata mnaenda kucheza na Isangu Rangers, miongoni mwa game tough sana. Maandalizi mnayowekaje? Si tumejipanga vizuri na in short tunafanya mazoezi ili tukutane na game zenye competition kubwa. So game kama hizo sisi ndo tunazitaka na tunaamini wao pia wamejipanga na game nzuri ndo zinamjenga mchezaji. Kwa hiyo tumejipanga kwa ajili ya kupambana na kupambania kila kitu, kwa sababu tunaamini timu itakayopambana zaidi uwanjani ndio Mungu atawabarikia ushindi. Kwa hiyo tumejipanga na tuko tayari kuwakabili. Neno lipi sasa la kuambia mashabiki wa Yoso? Mashabiki wa Yoso tunawakubali sana, tunatoka mbali lakini huku tuna mashabiki bao wenyewe, tulikuwa tuamini, tunawakubali sana, waendelee kutushangilia, wanazidi kutupa hamasa, tutaendelea kupambana. Tunashukuru. Okay, shukrani. Shukrani sana. Poa.